Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Walimu wa shule za sekondari wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati wametakiwa kutumia mbinu za kisasa zinazozingatia mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili kuwasaidia wanafunzi kuyapenda masomo hayo na kuelewa mada ngumu kwa urahisi. Mbinu hizo ni sehemu ya juhudi zinazowekwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kupitia mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari nchini SEQUIP. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 5 kwa walimu wa masomo ya sayansi na hisabati yanayofanyika mkoani Singida katika shule ya sekondari Mwenge, mratibu wa kituo cha mafunzo Winslaus Balige amesema kuwa malengo ya mradi huo ni kuwawezesha walimu kutumia mbinu bora na za kisasa katika ufundishaji na ujifunzaji. Zima ya mafunzo haya ni kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari nchini kwa kuwajengea walimu uwezo wa kumudu maili mbalimbali kwa kutumia mbinu shirikishi. Washiriki wa mafunzo haya yanalenga yafuatayo: kwanza, kuwajengea uwezo na mbinu bora za ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati; pia kuwajengea uwezo wa kutumia mbinu za upimaji unaozingatia umahiri wa masomo ya sayansi na hisabati. Pia watajengewa uwezo wa kutumia tehama wakati wa ufundishaji na ujifunzaji madarasani. Pia watakapokuwa hapa watajengewa uwezo wa kuandaa kwa kutumia zana mbalimbali wakati wa ufundishaji na ujifunzaji. Mwenyekiti wa wawezeshaji wa mafunzo hayo, Dr. Emmanuel Sulungu, ambaye pia ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, Idara ya Fizikia, amewasisitiza walimu kubadilisha mbinu zao za ufundishaji baada ya mafunzo ili kuwasaidia wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao. Natamani baada ya siku 5 uwe umetoka na kitu cha msingi cha kwenda kukusaidia kule. Ninajua yako mambo mengine ambayo mtu ametoka kule anasema nashukuru Mungu nimepata fursa hii ya kwenda Mwenge kwenye mafunzo, lakini pamoja na hilo ambalo pengine umelifikiria, tamani kuondoka na kitu, tamani kubadilika. Ninajua kuna walimu wazoefu wa siku nyingi, kuna walimu wengine ni wapya wameajiriwa siku za karibuni, lakini wote pamoja tunatamani baada ya siku 5 tutoke tukiwa tumebadilika. Akifungua mafunzo hayo, ofisa taaluma mkoa wa Singida Lago Silo amewataka walimu wanaoshiriki mafunzo hayo kuyapa thamani ili yawafaidishe katika utekelezaji wa majukumu yao kwa kuzingatia sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo inasisitiza matumizi ya teknolojia katika ufundishaji. Umetoka kutoka Mtwara, umetoka kutoka Bukoba, umetoka kutoka Tanga, umetoka kutoka Ruvuma. Hebu fikiria thamani yake ni nini? Maisha yako umeyariski kwa kiwango gani mpaka umefika hapa Singida? Lakini mwishowe hutatoka na chochote. Yaani hapo umeondoa thamani. Kwanza umeondoa thamani ya mafunzo, lakini umeondoa thamani ya kwako pia. Niwaombe tuzingatie na kuthamini nini kilichokuleta hapa. Jitahidi ushiriki kikamilifu katika mafunzo haya. Na kushiriki kikamilifu maana yake kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Ni maana yake uwepo kwenye chumba cha mafunzo kwa muda wote. Lakini vile vile ili uipe thamani mafunzo haya, maana yake mwisho tunatarajia kupata matokeo chanya ya wanafunzi wetu wanaofanya mitihani ya kitaifa. Na hauwezi kufaulisha kama wewe hapa pia hushiriki kikamilifu. Matarajio yangu makuu baada ya mafunzo haya yataniwezesha mimi katika uboreshaji wa mbinu za kujifunzia na za kufundishia somo la fizikia shuleni kwangu, lakini pia tarajio la pili ni kuweza kuboresha uandaaji wa zana za kujifunzia katika somo hili, lakini pia matarajio ya tatu ni kuweza mimi kuniwezesha kulifundisha hili somo nikiendana na mabadiliko na maendeleo ya sayansi na teknolojia
kwa jinsi dunia inavyoenda kwa sasa, lakini pia matarajio yangu ni kunisaidia mimi kuweza kuboresha lugha ya kujifunzia katika somo hili. Walimu 950 kutoka mikoa 21 ya Tanzania bara wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati wanashiriki katika mafunzo hayo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari nchini SEQUIP. Rajab Mokiwa, Moka Media. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.